Kaimu, kaimu. Tapokea hapo. Kitu basi eh? Asante, tuko bless. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Hadi njoo. Shusha Tanga safari. Mheshimiwa Makamu wa Kwanza wa Rais ambaye pia ni mjumbe wa kamati kuu wa chama chetu, kama ulivyokaribishwa barazani, na mimi nachukua nafasi hii kwa niaba ya wanabaraza na kamati kukaribisha tena. Sasa kidogo tunakuta historia ya baraza yetu ili ujue uko wapi, ili ujue mjengo maskani ya Dr. Omar. Lakini kwanza tulikuwepo sisi kufika mwaka 1998 tukahama kule, tukahamia upande wa pili ambao tulikuwa huko nyuma. Mheshimiwa, ilipofika mwaka 1998 tukahama tena kule, sasa tukaamua kusogea hapo nyuma ya jumba, na mpaka ilipofika mwaka 2008 ndo baraza hii tukahamia rasmi hapa tulipo sasa. Kwa hiyo hapa tuna umri kama wa miaka 11, lakini hapo katikati kuna mambo mengi ambayo yametokezea. Kwa hiyo Mheshimiwa Makamu wa Kwanza wa Rais, tunawaona hawa ni wanabaraza wa baraza ya Michezani na wako hapa kwa ajili ya kusikiliza maelezo yako, na wao watakuwa na fursa na yao kidogo kukueleza. Lakini Mheshimiwa, kabla ya kuwapa ruksa wao, nilikuwa kuna mambo kidogo nataka tukueleze kuhusu kidogo changamoto za baraza hii. Mheshimiwa, baraza hii ni baraza ambayo ilikuwa inaongoza katika mabaraza ya Zanzibar, na ilikuwa ni baraza ya mfano ambayo ilikuwa ni chachu katika mabaraza mengine mengi yaliyopo Zanzibar. Lakini kwa madhumuni ambayo hatuyafahamu wenzetu, baraza hii ilipofika mwaka 2015 ikaanza kuandamwa na kufuatiliwa na kuanza kila aina ya balaa, mpaka ilipofika mwaka 2016 ikaja ikavamiwa na ikavunjwa kabisa, ikasambaratishwa. Lakini kwa sababu ya uimara ya wanachama hawa wa baraza, ili lengo ni kuwakatisha tamaa, lakini hawakukata tamaa, waliendelea kuwepo hapa katika mazingira ambayo ya hatarishi, lakini waliendelea kuwepo. Mheshimiwa Makamu wa Kwanza Rais, mpaka hivi ambavyo tunazungumza leo hapa, uwepo hapa mbele tumekuja kwa sababu ya ajili yako, lakini haturuhusiwi. Mambo mengi yamefanyika hapa, tumewekewa mabango, likafanywa jaa, likafanywa bustani, lengo lile lile tu kwamba tusikae hapa, lakini kwa sababu ya uimara wa wanabaraza wameendelea kuwepo katika mazingira hayo hatarishi mpaka hapa tulipofikia. Mheshimiwa Makamu wa Kwanza, tunatarajia kwa ujio wako wa leo labda itakuwa ndio mwanzo mpya wa baraza hii kurudi tena hapa ili iendelee na malengo yake yale yale ambayo yaliasisiwa mwanzo. Mheshimiwa Makamu wa Kwanza, ikiendelea ni kwamba wewe ofisi yako ni ofisi ambayo inashughulika na mambo ya mazingira, na sisi wanabaraza ni wana mazingira wenzako, kwa sababu hapa hii green ambayo unaiona kuanzia hii miti hii mpaka mwisho kule tumeipanda sisi wanabaraza mwaka 2012, na kuanzia parachichi mpaka mwisho yote ni matunda ya baraza hii. Tumeyapanda wenyewe, tumeyalea mpaka yakafikia hapa, baada ya miti iliyokuwa hapo kwanza kuja kukatwa ili sisi tuwe juani hapa. Lakini kwa sababu ya wanabaraza wakaamua kwamba hapana, tukapanda miti ambayo wanabaraza miti hii sasa wameiweka wakfu kwa ajili ya watu wa Michezani. Mheshimiwa Makamu wa Kwanza, kwa sababu muda unaelekea kwa mkubwa na umeshapita sehemu nyingi, tulikuwa tuna ombi letu moja kwako ambalo tunaomba utukubalie. Baraza hii mwanzo, mwenye baraza hii marehemu mzee wetu alikuwa ni mwanabaraza na ni mlezi wetu. Kwa sababu mzee ameshatangulia mbele za haki, tunaomba jukumu lile sasa la ulezi na mwanabaraza mwenzetu ulichukue wewe sasa, kama itakupendeza. Kwa hayo machache, Mheshimiwa Makamu wa Kwanza, naona itoshe, na tunaomba kama itakupendeza, baada ya kuzungumza na wewe, angalau wanabaraza wapate fursa japo masuala mawili matatu au angalau maoni, ili na wao wasikilize. Mwisho kabisa, lakini si kwa uvito wake,
tulikuwa tunaomba tutakapomaliza hapa tupate tena muda kama kamati ya baraza biji unaye nawe, kuna mambo mengine makubwa zaidi ambayo si pahali pake leo. Asante sana mheshimiwa. Mheshimiwa Makamu wa Kwanza, tunakushukuru kwa kuja hapa barazani ukatusikiliza, lakini katika nchi hii kuna mambo mawili kwa sasa hivi at least tunayafurahia, kwamba utulivu na kwamba tunaiona serikali kidogo inania kwamba inataka kuwatafutia watu kazi, lakini katika jambo lilotusumbua nchi hii, vijana wingi, asilimia kubwa hatuna maisha, yani kazi watu hawana. Na hapa hii baraza mfano hawa vijana kama utawainua hawa hawana future yoyote, na mwanamume ndani ya nyumba yeye ndo anaongoza nyumba. Kwa hivyo tunaiomba serikali yako, ukiwa wewe Makamu wa Kwanza na rais, kama mna nia ya kuwaongoza wananchi, lazima kwanza mwatambue wananchi na wala msipate tabu. Sheha kama nia yenu ni safi moja, sheha ana uwezo wa kujua kila jimbo, kila mtaa, nani ana kazi, nani hana kazi, nani anahitaji kusaidiwa, nani hahitaji kusaidiwa. Nchi zote zilizoendelea kwanza zinawatambua raia wake. La pili linaika muhimu kwa wazawa. Wazawa lazima ndani ya nchi wapatiwe cha kufanya, kazi, ajira, maisha, ndio itaifanya nchi ineemeke. Hata ikifika uko mbele ukiwaambia wananchi wangu bane nichagueni, hawaumizi kichwa. Sasa hivi katika chama chochote, ikiwa cha CCM, ikiwa cha ACT, katika kitu kilichoshuka ni watu kwamba hawashughuliki na siasa, kwa sababu watu wanatafuta maisha, wajaze matumbo, maisha yaende. Kwa hivyo mimi sina la kusema, hayo yanatosha, ambayo wanachama pamoja na wanabaraza tunataka kusikia. Mheshimiwa, kwa kuwa tumo katika serikali ya umoja wa kitaifa, ni upi ushirikiano ambao wa kutia matumaini kwa wananchi baina yako na Rais Hussein Mwinyi ambao utawafanya Wazanzibari kutoka hapa walipo kufika kule ambako wanatarajia? Hilo la kwanza. Lakini swala la pili, kwa kuwa Wazanzibari ni wamoja na serikali ya umoja wa kitaifa lengo lake ni kuwafanya wananchi kukidhi matakwa ya katiba ya nchi, mmejipangaje kuondosha hizi tofauti za kila siku, aima baadhi ya vyombo vya usalama au vyombo vinavyoshughulikiana na usalama wa nchi kuwapiga raia au kuwadhuru raia, ili kuondokana na hili, ili wananchi wajione kwamba sasa kwamba vyombo hivi vinatekeleza, vinatii katiba kwa mujibu wa kuwatendea haki wananchi wote wa Zanzibar? Inatosha. Mheshimiwa Makamu wa Kwanza Rais, kiukweli leo umetufua chama cha ACT Wazalendo. Haya ni maoni, sina swala, ni kutoa pongezi, ila kwa viongozi ambao walikuwa katika chama cha ACT Wazalendo, tunarudi, tumesema shusha tanga, pandisha tanga, safari inaendelea. Tunaomba Mheshimiwa, tusichoke, tuendelee kuwa karibu zaidi na wananchi kama mtangulizi wako alivyokuwa, na sisi viongozi kwenye matawi, wilaya, mkoa, taifa, tuwe tunafanya kazi, iwe ni mwanzo wa kuanzisha shusha tanga, safari inaendelea, inaanzia hapa leo, kwa sababu kwa uzoefu ambao tulikuwa tunao, mpaka wakija viongozi wa taifa tunakuwa na mihemko, lakini ukweli safari bado, na inatakiwa viongozi kwenye matawi, wilaya, mkoa, taifa, tuje kwa wananchi ili kuweza kupata umoja wa Zanzibar yetu tuitakayo kuweza kuipata. Lakini bila ya hivyo kusubiri mpaka tusikie makamu kaja, Mheshimiwa Ismaili kaja, hatuwezi kufika pahala.
Kwa hiyo turudie, naomba, natoa wito, turudie viongozi mliokuwapo hapa kama tulivyokuwa mwanzo, turudie mtu kwa mtu, nyumba kwa nyumba, ili tuweze kufikia malengo yetu. Asante sana. Kwanza niwashukuru sana kwa maandalizi haya na mapokezi. Maanake mimi nilikuwa najua ni huko nyuma nikipita hapa baraza sioni. Nikauliza nikaambiwa kwamba imehamia nyuma siku hizi kidogo. Lakini la pili niwaambie kwamba sikuwa pengine mwanachama wa baraza, lakini nilikuwa mfuatiliaji wa baraza, na wengi wanajua hapa, kwa sababu na nyinyi walikuwa wafuatiliaji wangu wakubwa vile vile. Maana nikipita hapa siku zote siwahi kurudi nyumbani, nitaambia naona umepita sasa hivi. Lakini na dua nyingi mpaka nikafika hapa nilipo, basi naamini zilitoka katika baraza hili. Lakini kuna kubwa ambalo pengine nyinyi wenyewe hamlifahamu, ambalo limo mimi rohoni mwangu, kwamba hii mlionizungumza kwa visa na vituko vilivyopitia baraza hii ni kielelezo cha ule watu kujua dhamira yenu mnayoipigania. Yaani kama ni siasa, basi hichi ni chuo cha siasa wanajua. Na mimi kabla ya kuja hapa nilishapata barua ya kuombwa kukutana, lakini nikasema unajua hii ni kama nilivyosema ni chuo cha siasa, na sisi tulifundishwa na wazee wetu kwamba ukitaka kuipata elimu usimwambie mwalimu akakufuata, uipate. Heshima ya mwalimu umfuate. Kwa hivyo na mimi nikasema sitoaita tukakutana mpaka kwanza nitangulie mimi kuwafuata, na nashukuru alhamdulillah kwamba hilo limewezekana, kwamba mimi nimetangulia kuja kuwafuata. Sasa kuanzia sasa inshallah itakuwa wepesi, na tutapanga muda mahsusi kuyazungumza haya mengine. Nadhani wala nisichukue muda pengine kuyajibu yale aliyosema katibu ya baraza, kwa sababu hayo yana wakati wake ya kuyazungumza na namna gani tutakwenda. Wanasema ufundi uko katika vipimo, na kipimo manake nini? Kipimo ni kuyajua yale mambo kwa undani. Ukitaka kujenga, kwanza unachukua upana, urefu na hali ya ardhi ya kiwanja unachotaka kujenga, si ndivyo? Baadaye ndio unaamua sasa hapa patakuja jengo la namna gani. Kwa hivyo na mimi naamini kwamba kwa sababu tutapata fursa, basi inshallah mengi tutazungumza wakati huu. Lakini la pili niseme kwamba moja lilonisukuma ni washukuru wenzetu walioandaa shughuli hii, lakini mmenipa kazi kubwa sana. Kuna Sheikh Omar, yale hapa wanaonifahamu wanajua kwamba siku hizi nimezidi ufupi kidogo kwa sababu ya huu mzigo ambao nimejipika. Kwa sababu kwanza ni wa mtu ambaye hakuna ambaye ataweza kuja kumleta au kuwa badala yake. Hakuna. Tutasema, tutatafutana, tutachunguzana, lakini haiwezekani, na hakuna ambaye atakuja kuwa mwalimu mwingine. Lakini bahati mbaya kwamba kazi za mwalimu, au bahati nzuri, kazi za mwalimu inabidi ziendelee alizokuwa akizifanya. Alilokuwa akilipigania lazima tuendelee kulipigania. Kwa hivyo ndio maana tukasema kwamba wewe bwana unaweza ukashika bega moja na mwingine akashika bega moja, safari ikaendelea. Na hivyo ndio tulipofanya, kwamba mimi nimepewa sehemu na wenzetu wamepewa sehemu, lakini nashukuru kuna wengi ambao mnanisaidia, na inafanya hii safari kwanza iwe na matumaini, lakini matumaini yanazidisha ari. Kwa hivyo hilo nashukuru kwamba ndilo naloliendeleza, na najua
nimeambiwa zamani, au nilikuwa nikifahamu zamani hata kabla yeye mwenyewe hajaondoka, kwamba katika mahala mwake moja ni Commonwealth, na nashukuru mlitafuta jina na mnaliishi hilo jina, kwamba mnaendelea kwa Commonwealth. Kwa hivyo na mimi nimesema kwa sababu mmenipa kazi hii, ni wajibu wangu kuiendeleza, na inshallah niwahakikishie kwamba tutaendelea kushirikiana, na tutakapokutana na uongozi wa baraza, basi tutakuja kuzungumza mengi ambayo yataonesha namna gani tutaendelea kushirikiana katika kuendeleza mambo haya. La pili, bahati mbaya muda wetu leo ni mdogo sana, lakini limeulizwa jambo muhimu na limezungumzwa jambo muhimu vile vile. Hao yote alizungumza mambo. Imeulizwa hapa kuhusiana na kwamba mashirikiano gani, kila mtu najua kwamba, na hii ndio sababu iliyofanya hasa kuja, kwa sababu naona tu kimya kimya, mtasikia kipande, mtasikia hichi, mtasikia lile, lakini hasa kinaendelea nini, hasa kuna nini, kila mtu ana wasiwasi, na kila mtu katika hali kama hiyo anaweza kaongeza la kwake. Mimi niwaambie kwamba cha kwanza, kwamba uamuzi wa kujiunga na serikali ya umoja wa kitaifa nyinyi mnaujua vizuri zaidi, kwamba kwa mapito ambayo tulipita mwaka 2020 baada ya uchaguzi, wakati wa uchaguzi, kabla ya uchaguzi na baada ya uchaguzi, katika hali ya kawaida ni jambo ambalo hakuna mtu ambaye katika akili tu ya kawaida kwamba unarudi tena katika GMO. Lakini kufanya uamuzi ule, kwanza ulifuatia mashauriano, si ndio jamani? Na wengi mkaunga mkono, au wengi tukaunga mkono, na wengine waliounga mkono, basi hao mimi nasema kwamba kama ni alama ya kuunga mkono au ya umuhimu kwa jambo hili, basi ilikuwa ni kama ya Mheshimiwa Ismail Yusuf. Maana kaulizwa akiwa anauguza makubwa yaliyomkuta kutokana na uchaguzi wa 2020, bado kiko kitandani Nairobi, na yeye akaunga mkono kwa kinywa kipana. Wako ambao hili liliwapa wasiwasi, lakini nadhani liliwapa wasiwasi kwa sababu za msingi pia. Kwa hivyo mimi nasema walikuwa na wasiwasi wakapinga jambo hili, walikuwa na hoja, walikuwa na sababu, na ilikuwa vyema kwamba tumewasikiliza, na waliounga mkono tunashukuru kwamba wao waliona mbali zaidi, kwamba maslaha ya nchi yetu yanahitaji kitu hichi. Na wote wanaopinga hili, wanaopinga kwa kujua, basi ni kwa sababu utawakuta katika upande mwingine tu kwamba wanapigania maslahi yao binafsi. Lakini kila anayepigania maslahi ya serikali ya umoja wa kitaifa, anayepigania maslahi ya nchi, basi lazima ataunga mkono serikali ya umoja wa kitaifa. Mimi nishukuru kwa hilo. Sasa swala ni kwamba tunaendaje, lakini kule Pemba wana wasiwasi na wana msemo wao. Wanauliza, hii serikali ya pamoja au serikali ya pamoja? Nasikia. Na wanauliza hivyo kwa sababu ya wasiwasi, na wala hatuwezi kuupuuza huo wasiwasi. Lakini sisi tunasema kwamba hilo ni la lazima kulijenga, kwa sababu serikali ya umoja wa kitaifa ilianza 2010 mpaka 2015.
na faida yake kuna mifano michache tu, lakini kwa mtu yoyote ambaye atataka kuwa mkweli na nafsi yake atakubali kwamba hili lilikuwa la muhimu. Sisi tulikuwa na tatizo la umeme Zanzibar, tumekaa kizani miezi mitatu, lakini wakatokea watu wakatusaidia chini ya mpango wa MCC wa Marekani ule kwa kupitia waya wa baharini. Lakini na Pemba pia kuna barabara nyingi zilijengwa na MCC. Hawa kumaliza kazi hiyo wakasema tutaendelea na awamu nyingine kuwasaidia mara mbili zaidi ya yale tuliowasaidia katika awamu ya kwanza. Lakini baada ya uchaguzi wa 2015 wakasema nyinyi maskini hamna chakula, tunaambia kaeni vizuri tuwape chakula, pia hata hili hamliwezi. Yaani pangeni safu, kaeni mkao wa kula mle, pia hamwezi. Sasa nyinyi lazima mtakuwa mna matatizo, hebu kaeni mjitafakari vizuri zaidi. Kwa hivyo hakuendelea kutusaidia, lakini leo kwa mfano wamerudi wanasema tuko tayari kushirikiana na nyinyi kwa sababu sasa mmeonyesha dhamira. Kwa hivyo kurudi kwetu sisi kwenye serikali ya umoja wa kitaifa, mfano mzuri ni huo, kwamba wengine wametuona kwamba kumbe mko tayari angalau kujipanga, basi mkaweza mkaletewa cha kukipa. Kwa hiyo uamuzi huu ulikuwa ni kwa dhamira na kwa maslahi ya nchi yetu. Sasa tatizo tulilokutana nalo au tatizo tulilosema kwamba mara hii isitokee tena yale ya 2015. Kwa hiyo mara hii tuijenge serikali ya umoja wa kitaifa kwa kutengeneza ramani, wazungu wanaita roadmap, kwamba lipi lirekebishwe. Mzee wetu Maalim alitangulia kueleza hoja za msingi 3. Sisi tunajenga katika hizo hoja za msingi ambazo alizi. Kwa hivyo tunachotengeneza sasa hivi na ambacho nashukuru Jumamosi kama leo iliyopita tumekijadili katika chama ni hilo. Sasa hilo tunalipeleka kwa wenzetu na itaadresi haya yote, ikiwemo hilo lilozungumzwa la suala la ajira kwa vijana. Kwa sababu kwa nini tunataka kujenga nchi tunasema lazima tuende kwa kanuni ya kisasa. Tunataka kufanya hivyo kwa sababu tunaamini kwamba yakifanyika yale ambayo tunayapendekeza, moja ambalo litaondoka ni hili tatizo la ajira kwa vijana. Kwa sababu sasa hivi unaweza ukakuta serikali pengine tunatumia pesa nyingi katika gharama za kuendesha serikali, hapa si lazima. Zingeweza pesa zile zikatumika tukawekeza katika mambo ambayo yatawasaidia vijana kupata ajira, yatatusaidia kujenga nchi kwa kuleta miradi mbalimbali. Lakini katika tunayapendekeza yatasaidia kujenga amani ya kweli katika nchi, na watu tusisikie tukaambiwa kwamba watu wanajua sasa hivi tuna kimya, hatuna amani. Kwa sababu kama amani ambayo baada ya miaka 5 huna hakika itakuwaje, hiyo sio amani, wala huo sio utulivu. Kwa hivyo niwahakikishie tu katika hilo kwamba tunachojitahidi ni kujenga misingi ambayo itakuwa endelevu na itakuwa na kikubwa zaidi tunachokisema kwamba hatuwezi, hebu itukulieni nchi yetu hivi inavyoendeshwa sasa hivi tunavyokwenda katika nchi yetu. Na mimi huwa nawapa mfano mzuri kwa jambo moja dogo tu la mpira wa miguu. Jamani, ukitizama mpira wa miguu utaona ni jambo, wanasema the most stupid thing to ever happen in the world, basi ni mpira wa miguu. Maana kuna mpira mmoja vijana 22 shababi wanaugombea. The simple ni hicho, si ndio? Nani eti ataweka kwenye goli? Lakini leo mpira unazalisha mabilioni ya dola. Mchezaji wa mpira leo
ndiye anaongozwa kwa kulipwa katika dunia, si ndio? Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu namna mpira ulivyokuwa organized, ulivyowekewa misingi, na msingi mmoja ni kile kinachotokea uwanjani, kwamba kuna referee, kuna linesman, kuna kamisa ya mchezo, kuna nini, na kwa hivyo inategemea atakayefunga atafunga kwa uwezo wake. Imejenga ushindani, na ushindani huu ndio uliojenga ubora katika mpira, watu wakawavutia, ikawa ni biashara kubwa sana. Lakini mechi ni leo, una Simba na Yanga leo zinacheza, si ndio? Chukulia watu 60,000 sijui wako juu wanaangalia, halafu atokee refaria atie mpira kwa pani ende akautie kwenye goli, halafu apige firimbi kwamba goli hilo tayari pendeni katikati ya uwanja. Hapo hiyo biashara yote ya mabilioni ya dola itakuwepo. Aloharibu nani? Refa mtu mmoja. Sasa na sisi tatizo letu lazima tujue hilo, kwamba jambo kubwa linawezekana likawa katika nchi yetu, lakini tumewaachia watu wachache kwa jina la referee ndio wanaotuharibia kila kitu. Ukichukua mfano huo tu unakwambia kwamba lazima muwe na akili, muwe organized, na kama kweli mnataka kujenga nchi yetu, kuna mambo lazima muyasimamie. Haya hana mbadala, na alokuwa hataki muyasimamie haya, huyo hana nia ya nchi, huyo ana la kwake, ana ya kwake, pengine na familia yake. Lakini anayetaka la nchi hawezi kuona mfano, kuacha kuona mfano huu mdogo tu, wakamba huyu refa unayemuona mtu mdogo anaweza kukuvunjia kitu chenye utajiri mkubwa wa kiasi. Na vivyo hivyo ndivyo ambavyo kuna mambo mkiyafanya ndio yanayoharibu nchi, na kama mnania nchi lazima myatengeneze. Kwa hiyo tunachoandaa sisi ni hicho ambacho kitajenga, na hicho ndio tutakuwa kipimo kama wenzetu wako tayari au hawako tayari. Tunavyoamini sisi, tunaona dhamira kwamba ipo. Wapo ambao hawajafahamu, wapo ambao hawayaungi mkono kwa sababu zao, na hapo wengine tu kwa sababu hawajaamka, wanaona kama haya ni ya chama. Sasa hivi jamani, dunia haiendi kwa ideology, dunia inaenda kwa ushindani. Kwa hivyo tunawapigania sisi, wala hatuyapiganii kwa ajili ya chama, tunapigania kwa ajili ya nchi. Hatuwezi, tunasema, kuwarithisha vizazi vyetu, watu vijana wetu wadogo, serikali na utaratibu wa kuendesha nchi wa aina hii tulionayo. Watauana, watapigana, nchi hii haitakuja kufanikiwa. Tuna fursa leo ya kujenga, tutaitumia fursa hiyo kujenga. Na ndio dhamira yetu, na ndio juhudi ambayo tunachukua. Na tunaona, niseme kweli, kwamba kwa upande mwingine nao kuna baadhi ambao tunaona hiyo tumeshaona hiyo dhamira kwamba wengine wako tayari katika kujenga hilo. Mimi niseme jamani, ningetamani tuzungumze sana, maana haya ni mazuri kuyazungumza, lakini muda wetu ruhusu, na inshallah tutapata muda kuja kuyazungumza zaidi. Haya mengine mnachukua swala la kujitahidi katika, maana wako wengi ambao wameshusha tanga, hawajapandisha tanga, lakini hivi kwa sababu kwa safari iendelee tutahitaji jopo madhubuti, na jopo madhubuti ni watu ambao watakiingia. Baada ya kusema hayo, nishukuru tena kwa kupata fursa hii ya kuja kuonana, kujuana, kufahamiana, lakini kuhakikisha kwamba jamani, hali tuko pamoja na tunaendelea kwa juhudi kubwa. Kimya kisiwatishe, sote tuko pamoja, tunaendelea na hiyo. Inshallah tutakuja kuonana zaidi. Asante. الفاتحة. سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.